kati ya jambo ambalo tunajutia au makosa ambayo tumefanya ni kuwaamini CCM wakati hawaaminiki. Tulikwenda Ikulu, tulikutana na rais wa wakati huo Samia Suluhu Hassan. Alizungumza kwa hisia na kwa uchungu kwamba wote tumeumia, nchi ya kwetu wote tuilete pamoja. Katika kipindi changu sitakubali mtu aonewe, tutakwenda kwenye uchaguzi huru na haki. Tena akawa anasema mtu anaibaje uchaguzi wa kitongoji? Anashangaa. Kwa hiyo tukamwamini, tukakaa naye, ikaundwa timu ya CCM ya watu 5 iliongozwa na makamu mwenyekiti Abdurahimani Kinana, na unakumbuka alienda hata kuzungumza na ACT pale Mlimani City kwenye mkutano wao, akasema ni haki ya wapinzani kuwa na doubt, kwa sababu mtu aking'atwa na nyoka hata ujani ukimgusa anapaswa kuogopa. Akasema huko nyuma uchaguzi umeibiwa, kwa hiyo ninajua hisia zenu, lakini chini ya Samia Suluhu Hassan hakitatokea kitu kama hicho. Tumeenda kwenye uchaguzi wa 2024 wa vitongoji. Tuliishia wapi? Chadema waliondolewa mpaka wagombea mwalimu wa shule ya msingi Rabwol mstaafu pale Rorya, ana degree, amekuwa mwalimu miaka 28, aliambiwa hajui kusoma na kuandika, lakini mtu wa CCM wa darasa la pili anajua kusoma na kuandika kuliko wa Chadema mwenye degree, mwalimu mstaafu anagombea kijiji. Hapa Manyoni ameuawa, mtu amepigwa risasi na mke wake alikuja akasema pigwa na askari magereza kwenye uchaguzi wa vitongoji. Wameondolewa wagombea wa Chadema 70% kabla ya uchaguzi haujaanza. Kwa ninachotaka kusema nini? Aina yoyote ya mazungumzo tumeiwekea conditions kwamba mazungumzo yoyote hayatatokea moja, kwanza mwenyekiti wetu akiwa ndani. Hilo hata wafanye nini, watumie mbinu gani, wasukume nani, hakuna mazungumzo tutafanya na CCM bila mwenyekiti kuwa nje. Cha pili, hakuna aina yoyote ya mazungumzo itaendelea bila mediator, imminent person. Tutafute watu imminent. Na ndio hivyo, kama unataka kumaliza haya matatizo, waje walete pande mbili zinazogongana pamoja. Mediator makamu ulikuwa unatamani awe nani, kutoka nchi hii ama kutoka nje ya nchi? Hata nchi kuna watu wazuri tu ambao wanaaminika, ambao wanaweza kuaminika na both sides. Mediator atachaguliwa na nani? Tutakubaliana. Ikitokea serikali imemleta kwa bana, huyu ndo atakuwa katikati yetu sisi na ninyi, mtaridhia? Kama ni mtu anaaminika, we have no problem. Okay. Tunajua track record yake, tunajua sio mtu mwenye upendeleo. Sisi amlete nani, ili mradi ni mtu ambaye ana track record inayoaminika, ni mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kuenforce jambo kwamba tumekubaliana hili lazima lifanyike. Kwa sababu mnaweza mkaletwa na mtu ambaye hana power ya kulazimisha upande mwingine utekeleze yale mliokubaliana. Kwa sababu what happened kwenye mazungumzo yetu? Tulikuwa tunazungumzishwa tu, madai yetu yanazungumzishwa tu. Kwa mfano, tulipoenda Ikulu mara ya kwanza, tuliambiwa wale watu waliokuwa wanaitwa COVID-19 ambao ni wabunge waliojiteua kinyume cha utaratibu wa katiba ya chama chetu, wakaenda bungeni, watatoka bungeni. Lakini ilichukua miaka yote mpaka wakamaliza ubunge bila kutoka, tangu 2022. Kuna wasiwasi wa unaona. Cha pili, mikutano ya hadhara tumeanza kufanya tangu mwaka 1992, tangu vyama vya siasa vilipoanza. Magufuli alizuia mikutano ya hadhara kibabe, kidikteta, bila kufuata utaratibu wa kisheria, impunity. Tumeenda Ikulu tukakubaliana kwamba hili ni jambo la kwanza nalo, kwa sababu hili halihitaji kutungiwa sheria, linahitaji kauli ya mtu mwenye dhamira kwamba anataka kuleta watu pamoja. Futa hilo zuio. Ilichukua mwaka 1.5 kuja kufungua mikutano ya hadhara. Sasa inakuambia nini? Kwamba CCM hawana dhamira na haya mambo, na wanaongozwa zaidi na hofu kwamba mazingira yakiwa free na fair hawawezi kushinda uchaguzi. Kwa ndio kitu ambacho kila wanapokuja kuzungumza na mtu kinakuwa at the back of their mind kwamba tukiruhusu mpira ukachezwa fairly tumeenda nyumbani. Na kwani nchi ni ya kwao? Kwani lazima waongoze wao? Kama wananchi wameamua, shida ni nini? Kwa hiyo tutatumia mbinu zote. Mazungumzo, ikifika sehemu hawatusikilizi, tutaitisha maandamano. Kuna kitu nimekusikiza makamu mwenyekiti, umezungumza kwamba kuna conditions ambazo mmeweka. Yes. Ili tuende katika hatufanyi mazungumzo bila mwenyekiti kuwa nje. Yes. Naamini Chadema ni waumini wa utawala wa sheria. Yes. Mheshimiwa Lissu yupo katika mikono ya sheria, mahakama. Vipi kama kesi yake haijaisha?
nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Serikali labda wanahitaji mzungumze, wanahitaji muweke tofauti zenu pembeni na kila kitu kiende sawa. Lakini labda mahakama yenyewe kama muhimili inaendelea na kesi yake na Mheshimiwa Lissu, na wanaona kwamba bado hajafikia hitimisho la kutoa haki. Maana yake ni kwamba hamtozungumza na serikali mpaka atoke, ama mridhiane kwamba labda serikali ama mkurugenzi wa mashtaka aseme kama kuna namna ambayo mnahitaji aseme kwamba sitaki kuendelea na kesi, au ndio hicho mnachokihitaji ili mkae mzungumze? Cha kwanza, hii kesi ni ya uongo, kila mtu anajua ni kesi ya kisiasa. Ukisikiliza mashahidi, ukisikiliza kila kitu, ukisikiliza wenyewe walioifungua, kila kitu kinaonyesha kabisa ni ya uongo. Ukiangalia delays, kwa sababu mind you Farihani, hii kesi ndio kesi pekee ambayo iko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni kesi kubwa. Unajua uhaini ni mtu anayetaka kumuua rais au amemuua rais, mtu anataka kumuua waziri mkuu au amemuua waziri mkuu, mtu anataka kumuua makamu wa rais au amemuua makamu wa rais, mtu anataka kumuua spika au amemuua spika au jaji mkuu. Mtu anataka kupindua nchi. Kwa ni kesi kubwa. Hii ni kesi ambayo imefunguliwa na jamhuri. Jamhuri ni nani? Ni sisi wote against Tundu Lissu. Kwa ni kesi ambayo kama ni kesi kweli na ushahidi, hii ni kesi inapaswa kushughulikiwa haraka ishi. Lakini angalia wewe, watu walikata rufaa kwenye vitu ambavyo wanajua kabisa vinaitwa kisheria interlocutories, ni hoja ambazo uzikatii rufaa. Lakini wanajua ikienda mahakama ya rufaa itachukua miezi mingine 4-5, mtu yuko ndani. Wamekata rufaa mwezi wa pili, Lissu amekaa mwezi wa pili mpaka mwezi wa 8 ndio amekuja kuitwa mahakamani. Kwa hiyo wamevuta tena miezi mingine 6 pale, mtu yuko ndani. Inakuambia kabisa kwamba ni kesi ambayo ni ya uongo. Lakini cha pili, mimi huwa napenda kutolea mfano nchi zilizopita kwenye matatizo kama ya kwetu. Afrika Kusini ilipita hapa. Ukaburu ndio exactly wanachofanya CCM sasa hivi. CCM wanafanya mambo ya kikaburu yaliyofanywa na wazungu. Tofauti yao na dora yao ni kwamba wao ni weusi wenzetu, wale walikuwa weupe, labda ndio maana watu wanaona ni kelele zaidi. Watu wanateswa kama makaburu walivyokuwa wanatesa watu. Watu wanapotezwa kama walivyokuwa wanapotezwa. Wakina Steve Biko, wakina nani wameuawa hivi kama alivyouawa Kibao. Steve Biko alishushwa kwenye gari, akaenda akauawa, akatobolewa macho, kupoteza ushahidi. Ali Kibao wa Chadema ameshushwa kwenye gari, akauawa, akatobolewa macho kama alivyouawa Steve Biko. What is the difference? Kwa napenda kutoa mfano ya Afrika Kusini sana. Walitokaje hapa? Kesi ya kina Mandela ilikuwa ni kesi halisi. Wakina Mandela hata hawakuonewa kama Lissu. Wakina Mandela waliunda kitu kinaitwa Umkhonto wa Sizwe. Jeshi kabisa. Lilikuwa trend hapa Mazimbu, Morogoro, pale Dodoma, Kongwa. Waliweka kambi pale. Walikuwa na broadcast, walikuwa na maredio na broadcast kutoka huko. Walikuwa na recruit wanajeshi kutoka Afrika Kusini, wanakuja wanafundishwa na majeshi ya Tanzania kwenda kupigana na serikali ambayo ni serikali ilikuwa halali. Mind you, ili ilikuwa serikali kama inavyojiona hii ya CCM kwamba ni serikali halali. Kwa Mandela alipokamatwa, alikamatwa red handed na utafiti na jeshi, na ukisikiliza Livonia trial mpaka wanafika mwisho, actually walikuwa wao convicted kunyongwa. Sheria inataka wanyongwe, lakini pressure ya nje na maandamano na nini ndio vilisababisha wakapewa kifungo cha maisha. Lakini kesi yao iliendeshwa vizuri kuliko ya Lissu hii. Kwa sababu mpaka ilikuwa inakuwa televised, broadcasted live, wananchi hawakupigwa pale mahakamani, walisikiza kwa sababu wale jamaa walifanya utafiti, walikuwa na ushahidi wote. Lakini what happened? Ninamalizia swali langu. Serikali ilipoona kwamba hili jambo pamoja na kwamba ni jambo halisi lakini linagawa nchi, waliliachia. Sembuse jambo la uongo hili. Juzi Mzee Raila Odinga umechaguliwa uongozi wa nchi Kenya. Juzi ametangazwa Rais Kenyatta na makamu wake Ruto wameapishwa. Akaenda kwenye uwanja akajiapisha. Ile ni treason ya wazi. Amejiapisha, alishtakiwa. Busara. Leo hili jambo la Lissu linagawa hii nchi into pieces. Linaharibu uchumi wetu kwa sababu mataifa ya nje yanaona kabisa ni uonevu. Sisi wote ndani tunaona ni uonevu. Sisi wote sasa, sisi tunaendaje kwenye mazungumzo wakati mwenyekiti wetu anaonewa
anatumika kama bargaining chip, yaani kwamba sisi tuende tukazungumze nao wamwachie mwenyekiti. No, wamwachie, kama kuna mazungumzo tufanye nao, otherwise tukikubali kwenda kuzungumza nao ili wamwachie, hiyo ni blackmailing. Na ndicho wanachofanya hata kwa wanachama wetu. Wanakamata wanachama wetu, wanawapa kesi, wanakamata viongozi, wanawapa kesi, kutengeneza internal pressure ili tupige magoti tukubaliane na wanachokubali. Sisi tumesema hata kibaki mtu mmoja, hata nikikamatwa mimi, wanachama wa Chadema wasiende kupiga magoti ili niachiwe. Kama ninakosa basi nifungwe kwa hilo kosa. Sawa, makamu mwenyekiti Heche, kwa hayo unayozungumza kwa muktadha ambao pia unalenga katika swali la ndugu yangu hapa, mdogo wangu Falhan, kwamba mahakama ni mhimili ambao unajitegemea na unabidi uheshimiwe. Yes. Vipi kama swala hili litakwenda muda mrefu, mkakati wa kisiasa wa Chadema ukoje, na pengine hatma ya Tanzania unaiona wapi? Kwa sababu kama maridhiano yatashindikana, kama ulivyozungumza, ni kwamba mahakama yenyewe inaendelea na mchakato wake kama kawaida, kwa sababu ni kazi zao na lazima wawajibike kwa hilo. Unafikiri chama kama chama sasa, maanake na nyinyi mna katiba yenu pia ambayo inaangalia uongozi na vitu kama hivyo, amekaa miaka miwili mitatu tayari, muda wenu wa kuondoka madarakani umefika, mkakati wenu wa kisiasa kwa muda mrefu ukoje endapo swala hili litachelewa kupata mwafaka? Tutaendelea kufanya kazi. Kwanza kuna kitu kimoja PJ nataka nikwambie ambacho pia nitumie nafasi hii wa Tanzania kujua. Mahakama haijamshtaki Lissu. Wanaomshtaki Lissu ni serikali, ni CCM na serikali yake kwa hofu. Mind you, Lissu huyu alipigwa risasi. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba kuna trend ya serikali hii kumwandama, kutaka kumdhuru, kutaka kumuua, na sasa imemshtaki. Sio jambo moja limefanyika in isolation. Lissu amekamatwa huko nyuma mara nyingi. Mwisho wa siku walipoona hawezi kumfunga wakampiga risasi. Mwisho wa siku wamemfungulia kesi kubwa kuliko zote. Kwa hiyo wanaomshtaki serikali sio mahakama. Wanaomshtaki Lissu sio mahakama, ni serikali kupitia DPP. DPP ana uwezo hata leo sasa hivi tunaenda kwenye kesi pale akapeleka kitu kinaitwa nolle prosequi. Mahakama haitamng'ang'ania, kesi imeisha. Walimshtaki Mbowe hivi wakakaa naye miezi 8. Kwa nini mahakama ilimuondoa? Mbona hawakusema kipindi kile wanaingilia mahakama? Kuna kesi ngapi ambazo wanaziondoa leo, wanasema serikali haina dhamira ya kuendelea nazo, serikali imeona iziachie? Ni ngapi? Maelfu ya kesi every day. Mbona hawasemi kwamba mahakama inaingiliwa? Kwa kuondoa kesi mahakamani, jambo la kwanza ieleweke ni swala la serikali. Alafu cha pili ni kesi ya kisiasa. Sasa mkakati wetu wa kuendelea na nani? We keep on pushing. Tutapambana tu. Hakuna kurudi nyuma. Hata ikichukua Afrika Kusini watu walichukua miaka 27. Eventually walishinda. Tunachotaka ni katiba mpya, tunachotaka ni Lissu aachiwe. Hata piga magoti na Chadema na watu maelfu. Tutaendelea tu na mapambano haya, tutaendelea kuzungumza na wananchi, tutaendelea kumobilize wananchi, na tutachukua hatua kwa hatua. Tutafanya mikutano ya hadhara, tutashinikiza, wasipotusikiza tutaenda kwenye hatua nyingine ikiwemo maandamano. Tumesema wazi kwamba tutapiga magoti, tulale, tuseme sasa tumeshindwa, tunyanyue mikono. Hiyo haitajitokeza. Na uongozi unaendelea. Uongozi unaendelea, unafanya kazi. Na kama wataendelea kumshikilia wakitegemea labda anaweza hata akachaguliwa akawa re-elected akiwa ndani. Lissu amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa IDU, International Democratic Union duniani, akiwa gerezani. Si unajua ni makamu mwenyekiti wa IDU sahihi. Amechaguliwa akiwa gerezani kwa sababu ya track record yake. Sisi pale Tarime kuna diwani anaitwa Tengera Marwa, alikamatwa akafunguliwa kesi ya mauaji. Tukampelekea fomu akajaza akiwa mahabusu na akashinda udiwani akiwa mahabusu. Ametoka miaka 2 baadaye akiwa diwani. Kwa wananchi wanaelewa kama kutahitajika re-election na mwenyekiti ana dhamira, ametuambia tutamjazishia fomu, tutampelekea na atagombea akiwa huko.